Mimi kwa majina naitwa Sister Maria Speransia September Leonard, mzaliwa wa jimbo la Kayanga. Alafu kiutume au misionari wangu na ufanyia kwenye jimbo la Msoma. Kwa familia yangu, baba yangu alikuwa anaitwa Leonard Loizile Kahuzo, na upande wa mama yeye bado yupo, ila baba alishatangulia mbele ya haki. Mama anaitwa Asteria Habitura Josefu. Mama yangu ni Mnyankore, original yake ametoka Nkore, alafu na baba ni Mnyambo. Tuko mpakani kabisa mwa Tanzania, boda ya Kikagati Mrongo. Tumepakana na Wanyankore. Na kwenye familia yetu watoto wa kike 7 na watoto wa kiume 5, na mimi ni mzaliwa wa 7. Mimi kwa shule ya msingi nimesomea shule ya msingi Rwenkende na nimemaliza darasa la 7 mwaka 1991. Baada ya kumaliza darasa la 7 niliitwa na dada yangu, alikuwa Ukonga, Dar es Salaam, kwamba niende kwa kuwa alikuwa na nafasi kubwa. Akaniita kwamba licha ya kumaliza darasa la 7 naweza nikafanya mpango walau ukapata nafasi pia ya kazi ya wasikari magereza. Lakini mimi moyoni mwangu sikuwa natamani hiyo kazi. Nashukuru sana wazazi wangu, walinilea katika mazingira ya kumjua Mungu na kumpenda Mungu. Nikianza kabisa na bibi mzaa mama, yeye mpaka ilifika sehemu tunaogopa hata kwenda kwake, kwa sababu ulikuwa ukienda kwake yani ni sala mwanzo mpaka mwisho, napiga magoti na sali rozari mpaka unaangukia hapo. Kwa hiyo sisi hatukupenda sana kwenda kwa bibi kwa sababu ya ile kupiga magoti muda mrefu kusali rozari. Nikiangalia upande wa bibi pia mzaa baba, naye alikuwa ni mtu wa imani. Yaani ilikuwa ikimpelekea anapoumwa hata malaria au ajisikii vizuri, ananiambia, alikuwa hawezi kutamka jina langu kwa sababu ni gumu. Anasema, Pera, naomba uchukue mkeka twende kanisani. Sisi tulikuwa bado Kigangoni. Nampelekea bibi mkeka, anafika Kigangoni, anaweka mkeka wake, analala. Anasema kwa sababu hata nikilala walau leo ni siku ya Bwana, ninalala katika Bwana wakati huo katekista anahubiri. Ni ajabu kweli. Kwa hiyo upande wa bibi mzaa mama, bibi mzaa baba, wote walikuwa ni watu wa imani. Na mimi nilipokuwa nikifika pale Kigangoni wakati ule, nilikuwa sana natazama msalaba. Nikimaliza kutazama msalaba, ibada ikiisha, nikienda nyumbani, maswali yanakuwa ni makubwa sana kwa baba yangu. Baba alinipenda sana kuliko mama. Kwa hiyo nilikuwa namuelekea baba na muuliza maswali. Kuna nini? Mbona nimeenda kule Kigangoni nimekuta mtu mmoja amekauka pale kwenye mti. Umechongwa lakini mtu yuko pale amekauka. Ananiambia huyo mtu anaitwa Yesu. Namwambia kwa nini alikaukiwa pale kwenye mti, watu walimpigilia pale misumari. Ananiambia huyo mtu alifanya hivyo kwa sababu alitupenda. Na kwa sababu ya upendo wake ndio ulimpelekea mpaka akafa pale msalabani na akapigiliwa misumari. Nikawa namuuliza, ninaweza nikafanyaje ili na mimi kuonyesha shukrani kwake huyo aliyepigiliwa misumari? Akasema alikuwa akinielezea historia ya Bikira Maria, alizaliwa na nani na huyo mtoto ilikuwaje mpaka akawa hivyo. Alinielezea historia nzima ya Yesu mpaka kufa msalabani. Kweli kitu hicho kilinivuta sana, yani nilikuwa nasikia kama moto ndani ya moyo wangu. Nikamuuliza baba, tunaweza tukafanyaje kama kumshukuru
na hata kama nikifanya chochote atajua, na anaweza akanipokea kweli mimi sadaka yangu na mimi ya kumshukuru. Natoa sadaka ipi? Baba akasema kama unataka kutoa sadaka ili iweze kumpendeza kama shukurani, mpaka ujitoe maisha yako yote kwa ajili yake. Nikamwambia basi kama ni hivyo, mimi niende nikakae kigangoni, niwe nafanya kazi za kufua huko vitambaa, ninapamba na maua, ninapalilia pale kanisani. Akasema mwanangu, bado uko mdogo, ukiwa mkubwa utafanya hivyo. Kwa hiyo dada yangu pia alipokuwa akienda kanisani kuimba kwaya, tulikuwa tunaenda wote. Anasema kuimba ni kusali mara mbili. Kwa hiyo mimi nilijiunga pia na kwaya nikiwa darasa la 4, nikiwa mtoto mdogo sana. Kwa hiyo nimeanza kuimba kwaya mpaka darasa la 7 hapo kijijini. Yaani bila mimi hawajaanza kuimba. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba malezi yangu ya wito, msingi wake mkubwa ulitokana na wazazi wangu na familia yangu, na wito wangu ulijengwa, kiini kikubwa kabisa ilikuwa ni msalaba, kutazama msalaba wa Yesu. Hasa pale nilipomuona Yesu amefia msalabani, nikasema huyu mtu aliyekaukia hapa ni nani? Kwa hiyo hicho ndicho kilichokuwa kiini changu kabisa cha wito. Sasa ndugu zangu, kaka zangu kipindi wakiwepo, kweli hawakuwa upande wangu, lakini mimi nilikuwa pia na misimamo yangu. Na bahati mbaya pia hao niliokuwa nikiwategemea walifariki nikiwa darasa la 6, na mwingine akafariki nikiwa darasa la 7. Kaka zangu wakaanza kupukutika. Kwa hiyo nikawa nafikiri kama kaka zangu wamefariki na dada zangu, pengine siwezi kufikia kile ninachokitamani, maana wao ndio niliwategemea kwa kunisomesha. Ikabaki moyoni. Ndio baadaye kipindi fulani dada yangu mmoja Nesi alipokuja kijijini, nikamwambia mimi na wito na natamani kujiunga na masista. Wakasema haya mambo ya usista sisi hatuyaelewe vizuri. Nikiwa pale kwa dada, baadaye katika harakati za kuelekea Dar es Salaam akanituma kuja kwa kaka yangu, alikuwa mwanajeshi hapo Makoko. Nikawa nakuja kusali hapo kanisa kuu. Kwa hiyo mwaka 1992 nilikuwa mwanawito hapo Msoma mjini. Na pamoja na kwamba nilikuwa mwanawito pia haikumpendeza kaka yangu. Kwa ajili ya wito na kuja kusali mara kwa mara ilionekana kama tatizo. Kwa hiyo nilinyang'anywa vitu vyangu vyote, nguo zangu zote, kusudi niache mambo ya kuja kanisani. Akasema kama unaendelea kusumbua hivi kwa upande wa wito, ni bora urudi tu nyumbani ukaolewe, hayo maisha hayo hapana. Ili nilazimu mimi kuwa mkimbizi kidogo kwa ajili ya Kristo. Nikiwa nasali pale kama mwanawito Msoma mjini, nilimkuta Sister Onyango pamoja na baba paroko Choka, Alexander Choka. Ndio nikawa nakaa pale kanisani. Nakaa siku nzima, hasa siku za Jumamosi. Nafanya shughuli zote, na uzuri sister alinipokea vizuri na akaniamini, akanipa kazi. Nilikuwa nafanya kazi tangu asubuhi saa 12 hapo nimeingia mpaka saa 1 jioni ndo narudi nyumbani. Ilipoonekana hiyo tabia kwa kweli haikumpendeza kaka, ikabidi niwe mkimbizi. Nikatafuta kati ya wale wa mama niliokuwa nasali nao hapo kwenye pango la Bikira Maria la mwanzoni, ikabidi nijiunge na mama mmoja. Nikamuomba mama, naomba niishi kwako. Nikiishi kwako nitapata nafasi ya kuwa nakuja kanisani kusali. Sasa huyo mama ni marehemu, Mama Karomba. Nikawa naishi kwake. Kaka kafuatilia, akasema huyu mtoto imeshindikana.
Lakini katika harakati hizo pia Sister Onyango akanitafutia nafasi ya kwenda kusoma chipuka. Nikafanya mtihani wangu wa kwenda chipuka, nikafaulu. Tulikuwa wanafunzi wa wito hapo Msoma mjini 72. Kwa hiyo baadhi tukawa tunaenda kufanya mitihani, nikawa nimefaulu nikiwa namba 7 kwenye mtihani wa chipuka. Nikamwelezea kaka baadaye, lakini kaka kuonekana kukubaliana na kitu hicho. Ilibidi niongee na sister kwamba hali imebadilika, kaka anataka kunipeleka sehemu nyingine. Nikaondolewa hapo Msoma mjini, kwa mwaka mmoja ulipoisha nikaelekea Kigoma. Nilipofika Kigoma nikapata nafasi ya kwenda chuo sasa. Na kutokana na ushauri wa Sister Onyango waliniambia shirika linaweza likakupokea kama ukimaliza chuo warau au kozi yoyote warau kuanzia miaka 2 au 3. Kwa hiyo niliondoka kuelekea Kigoma, safari za Dar es Salaam zikaishia hapo. Nikaelekea Kigoma kwa mama yangu mdogo, akawasiliana na marehemu dada yangu, akawa ananilipia karo sasa kupitia kwa Sister Jose. Mimi nikasoma chuo cha dini na maendeleo Kabanga. Nilihitimu mwaka 1995.